binadamu wanalia sana. By the way, lakini pia sababu nyingine ya kuvamiwa sana licha ya urasimu na uzembe, tuna upungufu niseme mkuu wa ardhi ambayo ina rutuba. Sisi ardhi ni kubwa lakini sio yote yenye rutuba, na kwa sababu watu wengi wa wilaya Kasulu, hasa jimbo langu Kasulu vijijini, halmashauri ya Kasulu hadithi, ni maskini, hawana uwezo wa kuweza kununua mbolea. Wamelima maeneo yale waliopewa tangu mwaka 74 kwenye vijiji vya jamaa, mpaka msitu tumeambiwa tangu mwaka 75. Yale maeneo ambayo walipewa ni kwamba hayana rutuba tena. Sehemu yenye rutuba iliyobaki ni kwenye msitu. Kwa hiyo wamekuwa kivamia tangu kipindi hicho, na watu na mashamba huku washajiaminisha kwamba mashamba ya kwao. Kwa hiyo DC anavyoenda kuwatoa kule ndani, anapambana, anakutana na upinzani mkubwa sana. Alafu ukizingatia na ule asimu mbone kukwambia mbuku kwenye department hizi wanachambua watu, wanaacha wengine wanaacha. Kwa kunakuwa kuna mkanganyiko mkubwa sana. Kimsingi kama nakumbuka mkuu mgeni niliwasilisha hili kwenye swali, lakini pia kwenye vikao vya focus na kukupa swali nilizungumza sana. Shida kubwa hapa kama nilivyosema, upungufu wa ardhi umepelekea watu kufanya kilimo cha kuhamahama, kwa sababu hakuna sehemu ambayo sasa wamerasimisha kwamba kipande hiki waweze kufanya shughuli za kilimo. Na ukisema mkuu kwamba wawezeshe watu kwa maana wafanye sustainable agriculture, kwamba unajua hali ilivyo Tanzania, tuna kazi karibia 500 nadhani kuna shamba katika wilaya Kasulu. Kusema uweze kuwawezesha kwa maana ya mbolea na vitu vingine walime kwenye maeneo ya kawaida ni tatizo kidogo. Lakini pia wako watu ambao walikalangu kwa mfano, ambao wamezaliwa wanakuta watalima huko, yani hana shamba, hata kipande cha shamba cha kijini ana mashamba kule. Kimsingi tulitoa mapendekezo kwamba ili kukomesha kilimo cha kuhamahama ni bora tupate kieneo, yani kwa maana ya kusogeza mipaka ile kidogo, kwa sababu eneo ni kubwa na alikupata short solution ile ya tatizo, kama ndio yajipanga kuwezesha kuendelea kulima maeneo ya zamani ambayo kimsingi yana rutuba, kwamba tuwe na utaratibu wa kuongeza mipaka kidogo kiasi, ili eneo lingine tuweze kulilinda vizuri kwa kujiamini, huku kukiwa hamna makelele mengi sana. Alivyokuja Mheshimiwa Rais kwenye kampeni zake aliahidi hilo kwamba tutafanya utaratibu wa kusogeza angalau mipaka, itakuwa na nguvu, kwa sababu kuna alternative kuwaondoa wengine ambao kwenye sehemu ambayo ni nje ya mipaka, kwamba tumeshawatengea kipande cha eneo la kwenda. Kimsingi ukitengea eneo itakuwa ndogo sana ukilinganisha na namna ambavyo wanaenda kuvamia na kujikatia kieneo, halafu wanakuja huku, inakuwa ni shida sana kwa nani. Kimsingi tunatambua sana faida yake, na we are land guys, tumesoma, tunajua sana faida zake za misitu, lakini kwa hali ilivyo sasa hivi mkuu, nikwambie tu naweza kusema asilimia kubwa, if not 40% naweza kusema kwa si research kamili, lakini from experience about 30% au 30 au zaidi ya chakula kinatoka hapa Kasulu, kinatoka huko kinakuja Kasulu mjini, kinaenda Buhigwe, kinaenda wapi? Mwanza. Kwa magari yanapaki hapa kwenye mavuno. Ina of course na hapa wananchi kipato, uchumi, lakini pia hata sisi kama halmashauri tunapata mapato mengi sana ya ndani sisi walisi kupitia ushuru. Kimsingi ni hatari sana, lakini lazima tupate solution ambayo italinda msitu. Lakini pia na wananchi huku tutapata solution namna ya kuweza kwa treat in a way kwamba na wao wanaweza kujimudu kiuchumi, hasa kwa kuongeza mipaka kidogo tu, angalau wananchi waweze kuongeza wananchi. Wakati mipaka hii upande wa Uvinza kule kulikuwa na mipaka ya zamani tofauti na mipaka ya mashamba ya wananchi na mipaka ya msitu. TFS walipokuja kuweka bikoni zao wamekwenda kumeza na mashamba ya wananchi kule. Kuna malalamiko makubwa sana. Upande wa Muvinza kule. Kwenye mpaka wa mto ule wamemeza na mashamba ya wananchi. Bikoni zao wameweka mpaka wamemeza. Sasa kuna kelele. Wananchi wanapokwenda kulima kwenye mashamba yao, TFS wanaondoa. Kuna kelele, nataka niongeze hili. Lakini kuongeza hapo mkuu, licha ya watu kuongezeka hadi kwamba vijiji hivi vimekuja mwaka 74 na mpaka tangu mwaka 75. Kwa hiyo
You can imagine maeneo aliyopewa leo hii watu wameongezeka wengine zaidi ya 10. Maana kama kuna mtu mwaka 74 alioa kipindi kile anapata watoto 8 na huko anajaribu kuzaa kwa nini. Lakini pia kumetokea uvamizi mkubwa sana wa wafugaji. Hii nadhani ume experience nyingi uzoenda. Wafugaji kutoka mikoa ya Shinyanga nadhani Mwanza wamevamia sana eneo hili, na kimsingi kwa sababu wana haki ya kufugia popote kama Watanzania, japo kuna issue ya ukabila ilikuwa inaingilia katikati hapo. Tukajaribu kugemea sisi kama viongozi kwamba wanayo haki ya kuendesha shughuli zao za kiuchumi kwa maana ya ufugaji popote pale, ila kwa mujibu wa nini, wa sheria. Sasa wakija huku, wakifika huku wanakutana na kamanda hapa anagonga kirungu. Wakija huku wanapeleka mifugo yao kwenye maeneo yale madogo ambayo hayana rutuba ya wananchi, waenda kulisha mifugo yao kule. Kwa hiyo kama kimsingi, of course yeye vikosi vile kwa chini yake akijipanga vizuri akasema kwamba pambana na watu huko ndani, itamchukua muda kuondoa wote kwa sababu ni wengi. Lakini akifanikiwa pia lazima tujiandae na kitu ambacho kinaitwa njaa. Kwa sababu kieneo kidogo ambacho kinalimwa watu wanavamia na kutisha mifugo, kuna ugomvi mkubwa sana. Nimefanya ziara ya mheshimiwa kabla ya kamati kama wiki 3 nilikuwa jimboni. Nazunguka. Naandika ripoti yangu nikakabidhi kwenye chama na pia nakala kana kwa DC. Hali ni mbaya, kuna chuki kubwa sana kati ya wakulima na wafugaji. Kwa sababu wote wanasukuma kutoka huku waje huku. Alafu kipande kichoko huku ni kwamba hakitoshi. Kwa mkuu ni mjumuisho utapata kitu ngine kwenye eneo tukao.